Usikose kufuatilia kipindi bora cha PHD, Prophecy, Healing and Deliverance. You had a dream 2 weeks, 2 days ago. Kuna ndoto uliyota siku mbili zimepita. Sio kama nakumbuka. Unakumbuka? Hata tokea mchao kwa lugha. Na tumia microphone. Wachawi wote jina langu na wanijui jina. Leta prophet, Tibet, Pasco. Na wapiga. Saga kwa jina Yesu. Wasageka. Ndani ya kipindi hiki utaona shuhuda za watu mbalimbali wakifunguliwa, wakitabiriwa na kuwekwa huru kwa nguvu za Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Pastor Samuel Christ, Pastor Elizabeth Christ na Pastor Cecilia Christ. Kipindi hiki hurushwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 usiku hapa JN Power TV. Hello, shalom, penzi mtazamaji wa JN TV. Yes, ni siku nyingine tena tuko mbele yako kukuletea kipindi cha PHD, Prophecy, Healing and Deliverance. Tuko hapa kukuchambulia prophecy, healings and deliverance ambazo Mungu amekuwa akizifanya kupitia mtumishi wake Prophet Philbert Christ. Siko peke yangu siku ya leo, na siku ya leo mpenzi mtazamaji, tafurahia sana. Siko peke yangu, niko pamoja na mchungaji. Karibu jitambulishe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Elizabeth Christ, nimekuwa kanampenda Yesu. Tutakuwa pamoja katika kipindi chetu pendwa cha PHD, Prophecy, Healing and Deliverance. Usikae mbali na TV yako. Lakini pia leo tumepata mgeni. Yes, watu wamezoea kumuona Pastor Ceci, lakini leo tumepata mgeni. Karibu sana mchungaji, ujitambulishe wapenzi wa JN Power. Okay, kwa majina naitwa Pastor Eshi, na wakaribisha sana kwenye kipindi chetu cha PHD. Tutakuwa pamoja leo. Amen. Yes, tutakuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Mpenzi mtazamaji ambaye unatufuatilia, usitoke kwenye television yako. Anza kuwaita wale ambao bado hawajakaa kwenye viti, waambie kile kipindi kimeisha anza. Karibu uje kujionea matendo makuu ya Mungu ambayo amekuwa akiyafanya kupitia mtumishi wake Prophet Philbert Christ. Sisi hapa leo tunakuchambulia unabii, uponyaji na kufunguliwa. Yaani sisi tunaongea, tunakuonesha na namna ambavyo vile Mungu amefanya. Karibu sana mpenzi mtazamaji, utakuwa nasi. Pastor Eliza. Amen. Wapenzi watazamaji wa JN TV wamekumisi sana. Nimewamisi pia. Karibu wasalimie, wanasema wamekumisi. Jamani wapenzi wetu watazamaji wa kipindi cha PHD, tumewamisi sana, na leo tuna vitu vizuri vikubwa vya kupendeza. Very unique. Yani very very unique. Leo mtafurahi, leo mtafunguliwa, leo mtaponywa, leo mtabadilishwa. Leo kuna watu wataenda kubadilishwa leo. Oh my God. Yani kuna vijana leo lazima maisha yao yabadilike. Kuna vijana lazima maisha yao yabadilike leo. Yani kuna namna leo. Sio kama siku za nyuma Leo tunadili na vijana. Wow. Kwa sababu Biblia inasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nini? Mna nguvu. Na adui anawinda ile nguvu iliyoko ndani ya vijana ili wasitimize lile kusudi ambalo Mungu amewaandikia. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo siri kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote tumeigundua. Wow. Kwamba vijana wameandikiwa kwa sababu wana nguvu. Kwa lazima tuanze kuwabadilisha vijana mentality yao. Tuwabadilishe the way wanavyo think, the way wanavyojiona, the way wanavyochukuliwa katika society, ili waweze kuitimiza lile kusudi ambalo Mungu amewaandikia. Kwa hiyo stay tuned, mambo mazuri yanakuja. Dada Eshi. Wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu, nitafurahi sana leo. Tutavibe pamoja, tutajifunza pamoja, tutaenda kuona matendo makuu ya Bwana. Amen. Labda nianzie hapo. Pastor Eliza anasema hivi,
siku ya leo kuna kijana mmoja anaenda kufunguliwa. Yeah. Yes. Nataka kuuliza, kuna neema gani kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote kati ya mtumishi wa Mungu na vijana? Kwa nini vijana wanapenda kumkimbilia sana mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Christ? Kitu gani cha kitofauti ambacho anacho baba yetu Prophet Philbert na vijana na kufungua vijana? Kipi cha kitofauti? Pastor Eliza, tuanze na wewe. Yaani kitu cha pekee ambacho tunatakiwa tujivunie vijana wa kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, na hiyo neema pia natakiwa tuambukize vijana wa nje. Kwanza baba yetu Prophet Philbert Pasco ana maono juu ya vijana. Anaamini kwamba vijana ndiyo taifa linalokuwa. Kwa hiyo kama akishindwa kutengeneza vijana wanaojitambua, vijana wanaojielewa, vijana wenye hofu ya Mungu, it means taifa la kesho halitakuwa taifa bora. So Prophet Philbert Christ amewekeza nguvu zake nyingi kwanza katika kuwapenda vijana, kuwajali vijana, kuwaonyesha vijana njia sahihi ya kuipitia, kuwaonyesha vijana kwamba kijana unaweza ukabadilisha jamii kwa sababu una nguvu. Lakini pia sambamba na hayo, amekuwa akiwatengenezea vijana mazingira ya kumpenda Mungu na kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu katika nyakati zote. Always amekuwa akisema kwamba there is no situation that God cannot change. Kwamba kijana hata kama umekuwa na tabia gani mbaya, katika hali hiyo hiyo ya tabia yako mbaya uliopo nayo, Mungu anaweza akakuleta kanisani, akakuchakata, kwa sababu hapa tupo kwenye karakana. Nasema kanisani ni mahali ambapo tunachakatwa ili kupata ile product ambayo Mungu anaitaka. So baba amekuwa akichukua vijana wengi mtaani ambao wana tabia zisizofaa. Amekuwa akichukua vijana wengi mtaani ambao hawajui, hawana vision, hawana mission, hawaelewi wamekuja duniani kwa purpose ipi. So yeye amekuwa akiwachukua vijana mtaani na kuwaonyesha njia. Lakini pia wale ambao wanakimbilia kanisani amekuwa akiwaonyesha njia na kuwa shape wakae katika ile line ambayo Mungu anaitaka. So baba yetu ana vision juu ya vijana. Pastor Eliza, what's so special ambacho kimekufanya wewe kama kijana? Unajua mimi huwa na postigi sana zile video zetu status, na postigi sana mitandaoni. Unakuta marafiki zangu anasema bwana, kanisa lenu inawezekanaje dada kama huyu akamtumikia Mungu? Kitu gani kilicho kumotivate wewe chini ya neema baba yetu Nabii Philbert ukaamua kumtumikia Mungu? Okay. Alikuita, akakupa hela, akasema anataka umtumikie Mungu, akakununua? Yaani alifanyaje au wewe ulisikia nini ndani yako mpaka ukasema nataka nimtumikie Mungu chini ya babangu Prophet Philbert? Okay, kiukweli mimi kilichofanya nitumike, kwanza baba yeye hanakujua hata kabla hujaja kanisani. Kwa sababu mimi uwepo wangu kanisani sio kwamba nilikuwa napajua au nilikuwa namjua mtumishi wa Mungu, no. Lakini kuna mtu ambaye amekuwa sababu ya mimi kuja kanisani. Mimi alikuja hapa dadangu. Alipokuja Prophet Philbert Christ akamuuliza Elizabeth ni nani? Mimi nilikuwa niko huko duniani na mishe zangu zingine kabisa. Nilikuwa kabisa sijui habari za nini, yani ilikuwa sio vitu vyangu, in short niseme hivyo. Lakini siku ya kwanza nakumbuka ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 9 2024. Ndio siku ya kwanza mimi kukanyaga katika madhabahu ya kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Na the time nimefika hapa sikuwa najua sana kuhusu Mungu, lakini nilijikuta nimekuwa kama nipo sehemu salama. Yes. Yaani nilijikuta navutiwa kuendelea kubaki hapa. Mafundisho yakawa yamenivutia. So nilipokuwa naendelea kuja katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, nikajikuta navutiwa zaidi kwa sababu baba ni mtu ambaye anakuonyesha njia. Mimi mwanzoni nilikuwa sijui kama ipo siku nitasimama na kuanza kumhubiria mtu kuhusu Yesu. Kwanza nilikuwa naona aibu. Ngoja kwanza. Leo tunaomba Pastor Fire Rabi, tunaomba video moja ya Pastor Eliza akiwa anaomba madhabahuni ili watu wajue kwamba ni mchungaji halisi, ili wasije wakachukulia kawaida. Tunaomba utekee kipande kimoja cha yale maombi. Kama amjui, tuliomba na mchungaji Eliza maombi ya masaa 24 siku 20 non-stop. Alihudhuria yale maombi yote masaa 24 siku 20. Tuna zile video zile. Tunaomba leo file tuwekee ili watu wajue kwamba anayeongea mbele yako
ni mtumishi wa Mungu na ni mchungaji kweli kweli. Sasa anasema kabla ya kukutana na mtumishi wa Mungu alikuwa yuko duniani, na mimi nafikiri alikuwa duniani, mnaweza msielewe vizuri. Alikuwa ni mtu anaishi maisha kama ambayo kijana mwingine wote hajaokoka anaishi. Nadhani pia ulikuwa unakunywa pombe. Pombe sijai kunywa, lakini mimi nilikuwa mtu ambaye napenda sana muziki. Kwa nilikuwa weekend hivi lazima niende maeneo yenye muziki. Wapi mfano maeneo yako, viwanja vyako vilikuwa? Marafiki zangu wanaweza kana niona wanajua. Tulikuwa tuna vibe sana kwenye club. Tulikuwa tunaenda sana club. Sana. Miaka yangu yote ya chuo, niseme uongo, nilikuwa sana naenda club. Mimi Ijumaa huwezi ukanikuta nyumbani. Jumamosi huwezi ukanikuta nyumbani. Jumapili huwezi ukanikuta nyumbani. Hata kama Jumatatu nina test, mimi lazima niende kusikiliza muziki. Ilikuwa sinywi pombe na ilikuwa mimi kucheza muziki sijui. Lakini ilikuwa tunatamani niende tu hayo maeneo nione tu watu wanavyo vibe na nini hivyo. Lakini kumbe nilipokuwa nipo club ilikuwa sichezi muziki, sinywi pombe, kwa sababu Mungu alikuwa anasema kwamba haya sio mazingira yako. Labda unasema dada Eliza ukiwa chuo ulikuwa unasomea nini? Ulikuwa unasomea certificate au ulikuwa unasomea nini huko chuo huko? Wapenzi watazamaji pia wanataka kufahamu ni mchungaji mwenye level gani ya elimu pia inahusu na wakiona unamtumikia Mungu, kwa sababu wako wengine wanaweza akasema mimi labda nimesoma sana, sitakiwi kumtumikia Mungu, natakiwa niishi maisha fulani. Yes. Mimi hapa na bachelor degree ya ualimu. Mimi ni mwalimu by profession. Wow. Yeah. Wow. Ni mwalimu by profession. Kwa kipindi ukiwa chuo mwaka wa kwanza, naamini umesoma Duse. Yeah. Ukiwa mwalimu mwaka wa kwanza, disco zilikuwa zikupiti? Haiwezi kanipita. Haiwezi kan. Yaani mimi napenda kwa sababu nilifanya na baada pia kuokoka wameona kwamba nipo sasa hivi upande wa pili. Kwa wale marafiki zangu wanaambia upande wa kwanza, upo upande wa kwanza. Sasa hivi niko upande yani uko ulikuwa upande wa pili. Sasa hivi uko upande wa kwanza wa Mungu. Kwa hiyo hata marafiki zangu wanaambia Lizi, are you serious kwamba eti sasa hivi club uendi? Hau nini, naambia yani hivyo vitu kwanza hata vipo kwenye akili yangu. Yani nilikuwa nikisikia muziki inapigwa, yani nitatamani niende tu nikakae hapo karibu nisikilize. Lakini sasa hivi mimi naishi juu chini kuna club, lakini huwa napita tu. Wala hata sitamani kwenda kabisa. Yeah. Tumemsikia Pastor Eliza akiwa anaongea. Kitu gani kimekuvutia kwa Prophet Philbert katika ujana wako huo ukasema mimi sasa hivi nataka kumtumikia Mungu katika ujana huu mpaka leo kwa hapa? Kipi kilichokuvutia? Je, alikupigia simu akakupa hela akakununua, au ilikuwaje kwaje katika ujana wako huo? Kwa kweli nilikuwa tu yani before sijamfahamu baba yangu Prophet Philbert, nilikuwa na peruse Instagram. Katika kupita nikakutana na page. Ngoja kwanza, ulikuwa na peruse Instagram? Ulikuwa na peruse Instagram. Mungu akubariki sana. Kaka Frankie, Mungu akubariki sana. Rabi, kazi yenu ni njema sana kupitia mitandao ya kijamii. You can see this. Kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii kuposti mambo mabaya, lakini ninyi mmekuwa mkifanya kazi ya Mungu kupitia mitandao ya kijamii. Sasa fikiria leo hii roho ambayo inashuhudia hapa imeokolewa kupitia bando ambalo mliweka mkaposti video moja ya Prophet Philbert, ikagusa maisha ya mtu mmoja, maisha ya kijana mmoja ambaye amkini alikuwa amekata tamaa, leo yuko hapa. Mungu wa baba yangu Nabii Philbert Pasco ambaye mnamtumikia mbele zake asiwaache wala asiwapungukie. Yeah, so katika kuperuzi nilikuwa nimezoea kuperuzi mambo ya Diamond, Gigman, lakini siku hiyo katika kupita naona ilikuwa ni siku ya kipekee. Roho Mtakatifu aliamua kuniletea ile page. So nikaingia katika ile page, nikasema ngoja niende kwenye profile. Kuingia kwenye profile nikaanza kusikiliza na kufuatilia clip moja. Kwa hiyo niliweza kuona vijana wenzangu wapo ibadani na wametenga muda wao maalum, na nisiseme uongo tu, nilikuwa yani kwenye upande wa Mungu nilikuwa kama nimemwacha kwa miaka kama 3. Kwa hiyo nikaona ni wakati sahihi wa kupata kanisa ambalo litanifungua kama ninavyoona vijana wenzangu. Pastor Eliza nilikuwa namuona, nilikuwa nakuona pia Pastor Sam na vijana wengine wengi. Nikasema why not me? Kwa nini sibadilike? Nikaperuzi ile page, nikapitia shuhuda, nikaona shuhuda mbalimbali ambazo
mimi mwenyewe ningetamani kuwa part ile, kwa sababu nikiangalia maisha yangu pia hayaendi, nikiangalia maisha yangu yamekuwa ya social media ambao hayana impact yoyote. Kwa hiyo niliamua kuchukua namba pale, nikaangalia ni tawi gani ambalo litakuwa karibu na sehemu ambayo ninaishi. Kwa hiyo pale niliona kuna tawi la Kinyerezi, niliona Mbezi Beach, niliona Kigamboni, na nikasema I wish to be there this Sunday. Nikakuwa pale Kinyerezi madukani. Then nakumbuka niliamka na nilikuwa nimedhamiria. Kwa hiyo niliamka na nikaweza kufika katika ibada hii, na kiukweli nilibarikiwa sana. Kwanza nilipokelewa vizuri, nilipokelewa kwa maneno mazuri ya ukaribisho, pamoja na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na nilifanikiwa kufunguliwa kwenye madhabahu hii. Hivi ninavyoshuhudia, nilikuwa sina kazi, lakini sasa hivi nina kazi kupitia madhabahu hii, na pia nimependa kubadilika. Yani nina mengi ya kuongea, nikianza hapa sitomaliza, lakini nilifurahi na ilinifanya niache zile njia ambazo mimi nilikuwa nafanya challenge za ajabu. Ngoja kwanza. You're going to fast. You're going to fast. Tuanzie hapo. Ulikuwa unashinda mitandaoni, maisha ambayo miaka 3 ambayo ulikuwa uende kanisani. Hebu tuanzie hapo. Ulikuwa na madanga wangapi na ulikuwa na mabwana wangapi? Yani kwanza nahisi ngoja kwanza, katika hiyo miaka 3 ulikuwa kwenye mahusiano? Nilikuwa kwenye mahusiano, lakini mahusiano ambayo nilikuwa ninapitia ni mahusiano ambayo hayaeleweki. Unajua ukiwa umemwacha Roho Mtakatifu, umemwacha Mungu, yani unapita kwenye misukosuko ambayo inakubidi tu umfuate Mungu, yani umtafute pale unapohisi why mimi ni binti, why ninatumika for nothing. Yani what should I get kwenye haya mahusiano, hayana future na mimi. Na pia nimegundua ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza kugundua haya mahusiano ni sahihi kwako au sio sahihi. Kwa hiyo kipindi cha miaka 3 nilikuwa ninazurura Instagram, nazurura TikTok, ni mimi na challenge za ajabu ajabu. Ngoja kwanza, kwa hiyo ulikuwa mzululaji TikTok? Of course, yani nilikuwa sikosando. Ngoja kwanza. 10,000 kwa siku ni kawaida. Hold on, Pastor Eliza, ulishakuwa mzululaji TikTok wewe? Mimi nilikuwa najua watu wanazulula kali yako. Kumbe usikuwa na kazi. Unatoka TikTok unaingia Instagram, unatoka Instagram unaingia YouTube. Umetoka YouTube yani unajiunga, yani you are free to kukaa bila kula, lakini upate MB. Sasa nani aliyokuwa anakupa fedha za kufanya mambo yote hayo na kati ulikuwa na kazi? Kipindi kile nilipokuwa sina kazi na nilikuwa napata fedha kupitia huyo boyfriend. Huyo boyfriend yani ambaye ngoja kwanza, boyfriends yani boyfriend ina s mwisho au haina? Of course, lakini niweke sawa, mimi nikiwa nina date nina uwezo wa kudate na mtu mmoja, lakini pia nilikuwa nina hasira, yani ninaweza nikaamka tu nikajisikia kukwambia let's break. Kwa hiyo na nikaamua kuchukua muda mchache nikaingia kwenye mahusiano mengine, lakini nikajitafakari, nilikaa nikajitafakari, nikasema kwanza, mbona kama watu ambao wananifuata kuni approach ni waume za watu? Why? Yani why nitumike kuharibu ndoa za watu? Kwa hiyo nilipofikiria nikasema now I need to change. Na niliposema kweli I need to change, ndo nilipoperuzi na kweli moja kwa moja akati na view tu post ya kwanza ikanijia post ya lile kanisa. Kwa hiyo ilivyonijia nikaangalia, nikapitia, nikasema okay, I need to change. Kwa hiyo nilivyoamua kubadilika, nikaamua kuacha. Yani yani ni kama kuwapa talaka sasa wale watu, kwa sababu kwanza hawana benefits kwangu. Walikuwa wangapi? Walikuwa kama watu wawili. Wote ulikuwa unawapenda? Wote, ngoja kwanza usiende haraka. Wote ulikuwa unawapenda? Nilikuwa napenda, yani kila mmoja alikuwa kwa muda wake. Yani kila mtu alikuwa mahusiano na huyu. Ikatokea nimebreak, kwa hiyo akajiconnect mwingine. Alipojiconnect naye, na bad things ni kwamba vijana tunapotea. Unajua mtu anapokuja kukuapproach direct hawezi kukuambia nimeoa, nimefanya hivi, bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Huwezi kutambua. Na usipokuwa pia mtu wa maombi huwezi kutambua. Wewe unaona tu mbona anapata hela, anapata hichi. So maisha yako yanakuwa
yanarudi nyuma. Kwa hiyo kipindi nipo kwenye mahusiano, nakumbuka nilikuwa kwenye mahusiano na Mganda, Mganda plus Nigeria, yani amemix. Lakini nikaa naona kabisa mbona huyu mtu simuelewi, na bad things ilikuwa tukibreak, nikimwambia let's break ananiambia I pray for you not succeed. I pray for you and not succeed. Nisiendelee kabisa. Shikilia hapo hapo. Mpenzi mtazamaji unaotufuatilia kupitia kipindi cha PhD, mtumishi wa Mungu Pastor Eliza amesema leo kuna kijana mmoja anaenda kubadilika. Yamkini inaweza ikawa ni ambao unatufuatilia. Hebu angalia, upo kwenye mahusiano, mtu anakuambia I pray for you not success, yani nakuombea usije ukafanikiwa. Wewe unadhani hao mahusiano ni mazuri? Mtu anakutamkia maneno kama, labda nikuulize Dadesh, ulifanikiwa sasa? Sikufanikiwa na sijajua kwa nini, yani ilikuwa vitu vyake vinaenda vya kwangu mimi vikaanza kurudi. Kama ni kazi nikaanza kuacha ile kazi, yani kitu ambacho ninakipanda kinakuwa down. So for that time sikuelewa ile sentence, kwa hiyo ilikuwa inabidi sasa nijirudishe tena kwake ili niweze kupata zile fedha zake ambazo hazina kiuhalisia, let me be honest, hazina impact kwangu, kwa sababu kwanza zilikuwa ni kama zinaniletea, yani nitumie. Kwa mfano yeye nikiwa nimedate naye, nipo naye kwenye mahusiano, kupata ma UTIs, PID ilikuwa ni kawaida. So I'm going to use that money to treat myself. Kwa ni kama ninazitumia, yani ni kama zile hela hazina baraka, nazitumia kwa ajili ya kujitibu. Kwa unaweza kuona haziwezi kunisaidia kununua kitu chochote, haziwezi kunisaidia mimi kuendelea kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Shikilia hapo hapo. Kwa ukao unahudumiwa. Ukaambulia UTI na nini? Yule mwanaume yani kwanza nilidumbukia, jamani, naomba yani sijui nisemeje, kwa sababu alinikuta single for 5 years. So akati namuona ni mtu wa nje, nikasema okay, this husband material. Nikadumbukia binti wa watu, nikampenda, alikuwa ananihudumia vizuri tu, ila alikuwa anakaa selfish. Yani wakati nimesha ingia deep nikaanza kumsoma, kwa hiyo nikagundua kwamba ana selfish fulani kiasi kwamba na wivu pia, yani hataki kukuona umepita barabarani umefanyaje. Lakini yeye, na nilipoteza marafiki wa muhimu kwa sababu halikuwa hataki niwasiliane na rafiki wa aina yoyote, yani simu yangu ni yeye. Kwa hiyo kulingana na kunihudumia kule, mimi nikaona mbona ndo nishafika hizo dola 100 200 shingapi, nilikuwa naona ni kawaida. Lakini siku nimekaa nikajitafakari, nikaanza nikasali, nikasema Mungu, kwani mbona nimebadilika? Kwa sababu mimi sikuwa binti wa hivyo kabisa, nilikuwa binti ambaye ninampenda Mungu, lakini nikaa nimemwacha. Kwa hiyo nilipotafakari nikamuomba Mungu ajidhihirishe kuona kwamba haya mahusiano kama ni sahihi au sio sahihi, kulingana na kuwa nilikuwa nimekuwa single muda mrefu. Kweli siku moja ananiambia angalia WhatsApp yangu, nisaidie kuangalia kwenye group, ikapop SMS ya mke wake. Sasa nikaona mke wake analalamika kwamba yupo Uganda, analalamika amechoka kula beans with ugali. Nikajitwins kwamba okay, mimi ninachezea dola za hapa za mtu ambaye kumbe ana mwanamke. Nikaanza kufeel ule mwanamke atajisikia vipi. Kwa hiyo kitu ambacho hata mimi nikiolewa sitopenda kitokee kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nikatafakari kwamba mimi bado ni binti mdogo, siwezi kuingilia mahusiano ya mtu, kwa sababu what goes around always comes around. Kwa hiyo nikafikiria, nika move kwenye yale mahusiano, lakini yale mahusiano ni kama yalikuwa yana nguvu za giza, yani ilikuwa ni very hard to move, very hard. Na nikiri tu nilipofika kwenye madhabahu hii yamenisaidia kumove kutoka kwa yule mtu, kwa sababu nilikuwa ni just hold on. Ulisema uliona kupitia Instagram account. Yes, Instagram. Then ulipoona Instagram ulisha kumsikia Prophet Philbert Christ kabla, au ndio hiyo siku ilikuwa mara ya kwanza? Wakati ninaingia kwenye ukurasa rasmi wa Prophet Philbert, niliona kwamba mbona huyu mtu kama nilishawahi kumwona YouTube. Nilishawahi kusikia. Nakumbuka nilimwona, I think ni Jacqueline Wolper, akiwa na anatoa yani kama seminar fulani. Kwa hiyo nikasema hii seminar vijana ni kama nimeshawahi kuiona somewhere. Ilikuwa ni seminar vijana ilikuwa ni tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2025. Then was kwa hiyo nilivyofuatilia YouTube nikaona okay, the same
prophet ambaye nimepata ukurasa wake rasmi. Kwa hiyo na nashukuru yani watu ambao wapo kwenye madhabahu hii wapo very active kukujibu, yani wanatamani na wewe ubadilike, yani hawako selfish. Kwa hiyo nilicomment pale nikaandika kwamba natamani kufika kwenye madhabahu hiyo lakini sijajua utaratibu. Kwa hiyo nashukuru kuna mtu alinireply pale akanielekeza fika Kinyerezi madukani kwa sababu ndio tawi ambalo niliona kwangu ni karibu. Kwa hiyo akanidirect na niliweza kufika sehemu hii. Kwa hiyo hii sehemu imeni-improve kiasi kwamba hata sasa hivi mtu ambaye ananifuata yani ninaona kabisa no. Ngoja nikuulize swali. Kwa this time uko na mahusiano, uko single? Nipo single. Kwa nini uko single? Nipo single kwa sababu ninahitaji kwanza kukua zaidi kwa sababu sasa hivi nipo chini ya babangu prophet, nimekuwa mwana, yani ninahitaji kuwa kama yeye, kuwa kama vijana wake, kuwa kama nimefurahi nimefika hapa nimeona vijana wadogo tu ni wachungaji, maisha yao yamebadilika, so I need to be there, part of them. Then ninaamini kupitia madhabahu hii na kupitia kumjua Mungu nitapata mtu sahihi kwa sababu pia tunahudhuria kipindi cha dondoo za mahusiano. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia kujua huyu mwanaume ni sahihi au sio sahihi. And I don't want to be a part of kudistabu mtu ambaye yupo kwenye ndoa yake. Yani I don't want that. That's why nikiona mtu ambaye anakuja kuniapproach ni mume wa mtu siwezi kuaccept. Kwa hiyo nimeamua kufunguka hivi kwa sababu ninatamani kijana mmoja naye habadilike, afike kwenye madhabahu hii, awezi kuona jinsi maisha yake ambayo yatabadilika hata kwenye relationship. Wewe unaililia ndoa, wewe unailalamika kila siku unachezea unaachwa, fika. Kutoka na mwanaume wa mtu sio afya. Zaidi ni kugain disease. Dada Eshi, swali langu la msingi kabisa. Kitu gani kilikuvutia kwa Prophet Philbert Christ katika umri huo mdogo uliokuwa nao na wewe umesema natamani kwa kama kipi kimekuvutia kutoka huko ndani? Kitu gani kimekuvutia? Au labda alishakukwambia mwanangu nataka uwe mwanangu au ilikuwaje? Hajawahi kuniambia. Ila kitu ambacho kilinivutia ni ile huduma anaotoa. Yani ni ile huduma anaotoa kwa mataifa mbalimbali. Watu mimi niko hapa Dar es Salaam ninashindwa kuja kupokea kile kitu ambacho baba anacho, lakini mtu ambaye yuko nje ana uwezo wa kuja na kukipokea. Kwa hiyo kitu ambacho kimenivutia na mimi ninahitaji kuwa kama vijana wanaolelewa chini ya Prophet Philbert. You are welcome. Thank you so much. Asante. Yani jamani, mimi tu niseme ukweli kutoka moyoni, yani katika vitu ambavyo vinaniumizaga sana sana maisha yangu yani ni kuchelewa kumjua Prophet Philbert Christ for real. Na hisi ningewahi miaka 2 nyuma kumjua Prophet Philbert Christ, nisingeijua dunia kabisa. Kwa sababu mimi namshukuru Mungu nilichelewa kidogo kuijua dunia. Mimi dunia nimeijua 2022. Nikiwa mwanafunzi wa nimemaliza mwaka wa kwanza naingia mwaka wa pili. Kiasi kwamba mimi ningepata neema ya kumjua Prophet Philbert Christ nikiwa labda uko level labda advance, ningekuja kufika chuo ningekuwa binti mmoja powerful sana. Kwa sababu yani kijana wote kabla hujaijua dunia kuna neema ya asili ambayo unakuwa upo nayo. Kwa sasa shetani huwa anawahi kile kitu cha asili ambacho upo nacho ili usikifanye vizuri. Kwa mimi ningemjua Prophet Philbert Christ nikiwa mwanafunzi wa O level, maybe form 2, form 3, au ningekuwa labda ndo nimeingia tu hivi chuo nikapata neema ya kujua Kinyerezi kuna mtumishi wa Mungu wa kweli. Kwa sababu mimi kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinanikwamisha, mimi sisemi uongo, miaka yangu yote 3 ya chuo sikuwahi kuijua kanisa. Na mimi kwa siamini kabisa watumishi wa da. Kabisa, huo ni ukweli na Mungu atanisamehe tu bure. Nilikuwa siamini kabisa kuhusiana na watumishi wa da. Nilikuwa naona labda matapeli na nini yani hivyo. Lakini bwana, nilipomaliza mwaka wa 3 ndo nikapata neema mimi kushuhudiwa kwamba kuna mtumishi wa Mungu wa kweli, na nikaja hapa na nimeona ni wa kweli yani sio tu wa kweli. Na ndiye pekee ambaye ameweza kunionyesha mimi njia ya kuiendea. Ilikuwa sijui njia kabisa ya kuiendea. Pastor Eliza. Shikilia hapo. Dada Eshi. Ulipokuja mahali hapa nakumbuka siku moja kwenye ibada ya Jumanne Prophet akauliza akasema
una ndugu au umewasiliana na mtu anaitwa Emmanuel. Emmanuel alikuwa ni nani yako? Nashukuru kwa kunikumbusha. Yaani pia umenikumbusha point moja ya msingi kwamba kupitia madhabahu hii nimeweza, yani sio tu mahusiano, nimeweza pia kugundua wapi ambao ni marafiki sahihi na wapi ambao sio marafiki sahihi. Emmanuel alikuwa ni rafiki yangu wa siku nyingi sana na alikuwa ni mtu ambaye ananishirikisha katika mipango ya maendeleo. You can imagine, unaweza kukaa na mtu ambaye anakushirikisha mipango ya maendeleo lakini kumbe at the back kuna kitu anakihitaji kutoka kwako na anakihitaji kwa njia ambazo sio sahihi, sio njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakumbuka kwenye ibada ya mtu mmoja mmoja ambayo inafanyika kila Jumanne kwenye tawi letu la Kinyerezi hapa, niliweza kuonekaniwa, niliweza kuambiwa kwamba Emmanuel alikuwa sio rafiki sahihi kwangu. Nakumbuka baba nilikuwa hata sijaonana naye nimwambie kuhusu Emmanuel, sijafanya chochote, nilikuwa surprised. Alisema kuna mtu ambaye ni ana rafiki au ana mtu ambaye yupo kwenye mahusiano anaitwa Emmanuel, anawasiliana naye aje. Alikuwa anaongea katikati ya ibada. Alikuwa anaongea katikati. Tena nakumbuka ilikuwa mwishoni mwa ibada. Naomba kaka Faya uitafute kile kipando tuwekee hapa ili wapenzi watazamaji pia waone. Ilikuwa ni ibada ya Jumanne 1-on-1 session. Prophet akiwa amesimama madhabahuni wakati ibada inaelekea kuisha alisema kuna mtu yuko hapa anawasiliana na rafiki au mpenzi wake anaitwa Emmanuel, aje madhabahuni hapa. Kwa hiyo niliweza kufika kwenye madhabahu na prophet alini question kuniuliza kwamba je, Emmanuel ananipenda? Kiukweli Emmanuel, unajua mtu akiwa anakupenda kuna namna unaona kabisa kwamba huyu mtu ananipenda, lakini wewe sasa ukiwa hujamuelewa, kwa sababu kama nilivyosema nimetoka kwenye mahusiano. Kwa hiyo kwa sasa sihitaji mahusiano tena ambao yani ni mpaka niwe nimeiva, nimepokea kile ambacho prophet anacho, ndo nitaweza kupata na naamini nitapata mtu sahihi. Kwa hiyo kwa wakati ule wakati Emmanuel ananiambia kwamba nakumbuka nilikuwa naangalia game ya Simba, napenda sana kuangalia mpira, mambo ya club, so vitu vyangu ya mpira, football pia I plan pia kupunguza kidogo. Aliniambia Emmanuel tulipokuwa tunaangalia game ya Simba pale, akaniambia kwamba bwana mimi nakupenda, ila nilimwambia tu I don't trust you. Kwa prophet wakati ananiuliza Emmanuel anakupenda, nilimwambia tu kiukweli sina uhakika na simwamini. Lakini Emmanuel alikuwa ameshakwambia kwa anakupenda. Lakini Emmanuel alikuwa ameniambia na good news. Kwa maana nyingine ni kwamba nabii hakukosea. Jicho lake alikukosea. Hakukosea. Na kitu ambacho kilinishangaza ni kwamba hiyo siku nilipomaliza kuangalia mpira, yani ni kama Jumapili then Jumanne prophet anakuja kunitabiria. Nilikuwa Emmanuel, ninakumbuka nilikuwa naumwa. Sasa Emmanuel wakati ananichoma injection, na hiyo injection of course nilikuwa naumwa UTI. Siwezi kusema uongo. UTI that I get from that Uganda man. Yani basi tu sitaki kukumbuka nitaumia jamani. Endelea kuongea. Tunashuhudia. You just continue. Proceed. Kwa hiyo nilitumia sana ile injection, of course nilimwambia Emmanuel naumwa. Kwa hiyo ni mfamasia pia, kwa hiyo ni daktari akanisaidia kunichoma ile injection. Lakini wakati anataka kunichoma ile injection alinipa biskuti na nakumbuka for the first time alinilisha kile kipande. Sasa nilikuwa nimetoka kula, kwa hiyo nilikuwa sina njaa, nilingata kile kipande. Lakini ninakuja madhabahuni hapa, prophet ananiambia Emmanuel alikupa biskuti. Yani I was what is this? Wakati anakupa biskuti mlikuwa mko wapi? Mlikuwa mko wapi? Wakati ananipa ile biskuti of course nilikuwa kwenye chumba cha Emmanuel, maana wakati namwambia subiri kwanza. Wakati Emmanuel anakupa biskuti, wewe ulikuwa chumbani kwa Emmanuel. Chumba cha Emmanuel. This is my father prophet. Yes. Jicho lake halijawahi kukosea. Yani ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa siku ya Jumapili na nimetoka zangu ibadani. Nimeenda pale mimi nikijua huyu ni rafiki. Hold on. Siku ya Jumapili baada ya ibada prophet akitoka hapa huwa anaendaga Mbezi Beach. Sasa alikuonaje wewe? Ngoja kwanza Pastor Eliza. Mimi hiki ndo kitu anashinoga. Yani this grace, oh my God. Yani wewe ukiwa kwa Emmanuel, ukiwa chumbani kwa Emmanuel, prophet akiwa Mbezi Beach, anakuona upo kwa Emmanuel unakula kipande cha biskuti. Na siku ya Jumanne kwenye ibada anazungumzia exactly event kilichotokea ukiwa na Emmanuel chumbani. What's going on? Baada hapo nini kaendelea?
kwa hiyo yani nilikuwa surprise kwa sababu nakumbuka kweli nilikubali kwenda chumbani kwa Emmanuel for the first time na ninafika tu, yani kitendo cha kufungua mlango Emmanuel alinipokea na biskuti tu. Of course tumefuatana, tumeongozana, anaonyesha kwake, lakini kufungua tu mlango akaniambia take this. Then nakumbuka nilimquestion kwa nini we hauli? Akamwambia mna wewe kula tu. Kwa hiyo mimi nikala as a friends, nikajua ni kawaida, nikala kile kibiskuti pale. Then baada ya pale kiukweli nilitokewa na kitu ambacho sikujua ni nini. Kwanza baada ya kula ile biskuti nilianza kuumwa, nikaumwa tumbo, lakini nikajua ni kawaida. Baada ya pale, baada ya Emmanuel kumaliza kunichoma ile injection, na nyanyuka sasa, maana aliniambia utalala au utaondoka. Nikamwambia no, I have to go home. Kwa hiyo wakati nanyanyuka, yani nilisurprise kuona damu zimejaa kwenye kitanda chake. Yani nimetokwa na damu. Yani siwezi kusema ni period kwa sababu hata period ikija inakuja na dalili. Yani period ikiwa inakuja ina dalili zake kabisa kwamba leo ninaingia period. Lakini ilikuwa ni ghafla. Nanyanyuka, damu zimejaa kwenye kitanda. So niweza kumwambia tu Emmanuel sorry. Akasema what happened? Nikamwambia ni shuka yako naomba nifue. Na alingangania, yani alikuwa ananiambia no, let me wash this. Ngoja nioshe. Nikamwambia no, hawezi kaosha damu yangu. This is my blood. Ngoja nioshe, subiri nifue. Kiukweli tulivutana sana kwa sababu alikuwa ananiambia kwanza kanisa gani hilo unaenda? Sio nini, yani alikuwa hataki kabisa kusikia ibada. Alishawahi kukataza kuja kanisani? Of course, nilimwambia kuna kanisa nilipata Instagram lipo Kinyerezi kwa sababu hata aliniambia mimi sasa hivi naishi Kinyerezi. Nikamwambia okay, karibu kanisani kwetu, nikaa namkaribisha. Akaniambia no, siwezi kuja. Na wewe usiende, njoo nitakuonesha kanisa. Mimi nikamwambia shikilia hapo. Mpenzi mtazamaji unayotufuatilia. Wewe dada, wewe kijana au mzazi, unaweza ukaona unamkataza mwanao kwenda kanisani, hasa kwenye kanisa la kinabii kama hili. Kumbe Biblia inasema nuru na giza havichangamani. Wewe binti ambapo kwenye mahusiano, mpenzi wako anakukataza kumwabudu Mungu, lazima uje hapo pana kitu, lazima ujiongeze. Kwa sababu wewe unapomsogelea Mungu, Biblia inasema nikaribieni nami nitawakaribia. Kwa Mungu anapokusogelea lazima mambo ya gizani yote yawe hadharani. Sasa imagine Emmanuel, hata wewe fikiria kama hili linaweza likawa ni tukio la kawaida. Emmanuel kamkaribisha ndani, amefungua mlango, amemlisha biskuti. Okay, it's fine. Ni mtu anayempenda. Inawezekanaje mtu ambaye hakuwa siku zake over suddenly anaingia period, na yeye anasema sio period kwa sababu period inakuwa ina dalili. I don't know the things. Lakini mshuhudiaji anasema akaingia period ya ghafla, damu zikamtoka kwa wingi. What is that? Na anamkataza kuja kanisani kwa nabii ambaye nabii anaona anatabiri, anakuambia mambo yako yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Na wewe mpenzi wako anakuambia nikikuona umeenda kwa manabii na kukata kichwa. You have to ask yourself. You have to question yourself. Kwa nini jambo hili litokee? Dada Eliza, unalisemaje hili? Mimi nahisi hilo jambo linahitaji userious kidogo ili uweze kuielewa kwa sababu haiwezekani from nowhere, sio siku yako ya kuingia period uingie bleed, yani ni ngumu. Lakini pia mimi nahisi ilikuwa lazima itokee hivyo ili Mungu amuonekanie dada. Kwa sababu hata baba alipokuwa anamtabiria alianzia pale kwenye biskuti. Kwa hiyo it means asinge bleed na biskuti isinge nini, baba asingeweza kumtabiria. Kwa hiyo mimi nahisi pale ilitokea hivyo ili Mungu aweze kumfungua dada. Okay, dada Ash. yes. Prophet siku zile alipokuita alikwambia nini ambacho kilikusurprise exactly? Endelea pale pesha. Endelea. So baada ya kuingia ile period ambayo sijaelewa kama ni period, na kwa mara ya kwanza, yani kwanza nilipokuwa nimeingia ile period kiukweli, kwanza sasa nilibidi tu nilale. Siwezi kusema uongo, nililala pale kwa Emmanuel kwa sababu nguo zangu sasa zilikuwa zimeshachafuka nini. Kwa hiyo ilibidi kwanza anipatie pia na mavazi yake nivae. Lakini baada ya ile issue kutokea sasa akaanza kuniingizia mada ambazo alikuwa akiniambia zamani nilikuwa ninazikataa. Kwa mfano alikuwa ananiambia tufungue wote biashara. Mimi nina kiwanja nimenunua Kibaa, kwa hiyo let's collaborate. Yani imagine mtu simjui. Sawa, anajua kwao ni Kigoma, lakini mimi nilikuwa namchukulia as a friend. Ila yeye sasa alikuwa ananichukulia as a girlfriend, maana kwa ananiambia njoo tuishi wote, kama wife. Njoo tuishi wote Kinyerezi tufanye mipango. Kumbe yeye anataka atumie nyota yangu. Na nina bahati mbaya kila mahusiano ambayo ninaingia nayo
yani lazima huyo mtu afanikiwe zaidi yangu, ni kama anaitumia nyota yangu mimi, vitu vyangu vinakuwa vinaniendea vibaya. Kwa hiyo Emmanuel nikanamuitikia, yani nilikuwa ninamsupport mpaka nikanasema is it me really? Yani ananiambia nilikuwa tayari kabisa kwenda PCCF. Wakati ambao sasa uko naye chumbani alipoanza kukuambia ukajikuta unakubali. Baada ya pia kuingia ile period. Sasa akaanza kuniambia tufanye yote biashara, akachukua hela zako njoo tuingie tufanye yote. Na plani kabisa kwamba Alhamisi nitaenda kweli kuziapply zile hela, tutafungua ile biashara. Ila nilimuuliza tu sikufahamu. What if ukitoweka? Nitoweke niende wapi? Kati biashara itakuwa hapa. Kwa hiyo niamini nikapotezea. Yani unakuwa kama umefungwa fulani. Kwa hiyo kila kitu mimi nikanaitikia sawa, it's fine, tutashirikiana, nitachukua hela sawa. Then lakini nakumbuka katika masuala nikamwambia lakini sikuamini. Kwa hiyo ngoja baba, yani ilikuwa kama masuala, nilimwambia tu baba yangu Prophet ataniambia kama kweli Ima unanipenda au haunipendi. Ndio. Kaambia atakwambia nini hiyo bwana? Haya sawa basi atakwambia. Nakumbuka. Kwa hiyo na kweli ile siku kwanza baada ya nikalala pale, nilipolala yeye akawa ameenda kazini maana anapiga full, akaja nikamwambia ni gengo yako na bini niondoke nayo, akanichukulia na pads kabisa, nikavaa, nikafua ile shuka, nikaondoka. Na ile biskuti nayo nikaichukua mimi mwenyewe. Imagine zile biskuti huwa sizipendi, lakini nilienda kuzichukua, nikaendelea kula. Yaani nikuta navutiwa nazo. Nikaendelea kula, nikala, nikasema sasa niondoke nyumbani. Nimefika tu nyumbani, nimepata roho ya mauti, yani roho ya mauti inanifuatilia, why nisife. Nakumbuka si yuko juma ngapi kwenye simu yangu iko, hata sijafuta ile message. Nimempigia mama yangu nikamwambia sasa kuanzia kesho nitahamia kwa rafiki yangu, lakini tunaweza tukaonana au tusionane. Akaambia sijakuelewa. Nikamwambia nikakata kwa sababu nilikuwa pia nalia. Yaani ni kama nimevaa kweli ile roho ya mauti. Kwa hiyo nikamwambia subiri nitakufafanulia vizuri baadaye, Mamangu akanitumia message ananiambia roho inaniuma, unaenda wapi? Roho inaniuma. Sasa huku kaka Sam ananiambia sasa njoo, na hapo nimeshaanza kukata tamaa sasa. Kaka Sam ananiambia njoo baada ya Jumanne, hakikisha haukosi Pastor Sam. Baada ya Jumanne hakikisha. Mimi nikamwambia bwana mimi siwezi kuja. Akaniambia please I need to see you. Njoo leo kuna muujiza wako. Wow. Nikasema huyu bwana hamna. Akaniambia njoo leo kuna muujiza wako. Nakwambia njoo eshi. Nikawaza, nikasema kwanza nikasema okay sawa, mama ananitegemea, familia ananitegemea, lakini I need to go bwana, nitakuwa nimepumzika. Sasa Pastor Sam anambia ngoja kwanza. Kwa ulipofika nyumbani ghafla ukao unaona unatamani kufa. Kabisa. Yani na nilimwaga mimi mamangu, yani nilimwaga. Na mamangu mimi nikipitia situation nzito moyo unamuumaga. Kwa nini ananiambia moyo unaniuma? Wakati Prophet alivyokuita pale mbele alikwambia kitu chochote kinachohusiana na Of course, wakati Prophet ananitabiria kuhusu Ima about biskuti, pia nakumbuka aliniambia kwamba sasa ile biskuti uliyokula ndio imeharibu maisha yako yote na unaenda kufa. Yani wewe ni kama unatembea dead body. Yani kiukweli nilikuwa shock, niliumia, yani nililia machozi, naweza kusema sio ni ya furaha, ni ya uchungu. Prophet alikutabiria akakwambia ulipokula ile biskuti ndio ulikuwa umeua kila kitu na wewe mwenyewe ulikuwa umeshakufa. Na ulipotoka kwa Ima ukaanza kuhisi roho ya mauti ukamwaga mamako. Tuendelee pale. Mama yako akakwambiaje? Mamangu alikuwa ananitumia message kwa sababu alikuwa ananipigia simu mimi nikaa nakata. Ananipigia simu mimi nakata. Yaani muda huo mimi nimedhamiria kweli yani. Nikamwambia no, nitakupigia, ananitumia message. Roho inaniuma mwanangu. Unaenda wapi? Roho inaniuma. Nikamwambia nimekwambia nitakwambia. Na hasira muda wewe ni ziko. Hapa nimekwambia nitakwambia. Akanyamaza. Tena mimi nikasema nizime simu. Sasa wakati nasema nizime simu, ikaingia simu ya Pastor Sam. Ananiambia nakuomba umefika wapi? Na mimi hiyo siku ya Jumanne ndo nimedhamiria sasa leo, yani lazima nife leo, lazima. Kwa hiyo ananiambia umefika wapi? Ngambia nimefika wapi kivipi yani? Yani sasa na ile kauli ninaomjibu yani sio mimi tena. Akaniambia nakuuliza mdogo wangu umefika wapi kuja kanisani? Nikamwambia siji kanisani. Nimechoka. Maafu nakwambiaga nimechoka. Sio umechoka? Hapana, njoo mdogo wangu leo kuna muujiza. Ila kweli pale nikapata nguvu. Najua Pastor Sam ni muombaji. I know itakuwa kuna maneno alitamka. Kwa hiyo nikapata nguvu, nikasema okay, ngoja leo niende mara ya mwisho. Ndio nije sasa
kama nikufa nife vizuri sasa nije mara ya mwisho. Kwa hiyo nilipofika hapa kiukweli tena nilichelewa. Ibada inaanza saa 7 mimi mpaka saa 10 niko nyumbani. Ujue nilikuwa navutana na nguvu niende nisiende. Nikamwambia hapa sasa mimi nimechelewa. Sema njoo hivyo hivyo. Nimefika hapa ndo baba anaenda kunionekania. Yaani kiukweli siwezi kusahau. Na siwezi kuacha kuja kusali na ninawakaribisha vijana wenzangu. Guys, you are most welcome. Mje mfunguliwe, mje marafiki sio watu wazuri, mje muweze kupata pia wanaume sahihi kwenye mahusiano. Pia huko makazini. Kwa hiyo jamani mimi nawakaribisha sana. Ushuhuda wangu ni wa kweli kabisa. Hold on. Unasema umepata kazi. Prophet alikutabiria kupata kazi mahali hapa? Nilipokuwa hapa Prophet nakumbuka ilikuwa ibada ya Jumanne, alikuwa anafanya maombezi. Kwa wakati nimekuja hapo kwenye maombezi na before hapo mama yetu Mama Prophet. Siku ile ya kwanza ya wageni kabisa, kwanza nakumbuka alinitabiria akaniambia mahusiano, maana kipindi hicho ngwa ndo tuna break na ule mgeni, lakini tuna break tunarudi. Akaniambia mahusiano ambao upo ndio yanakufanya unakuwa hivi. Kwa nikasema nikanyamaza. Then nikamwambia Mama Prophet nahitaji kupata kazi. Akaniambia kabla ya mwezi wa pili kuisha utakuwa umepata kazi. Ngoja kwanza. Mama akasemaje? Kabla ya mwezi wa pili kuisha utakuwa umepata kazi. Mama huyu mama yangu akasema kabla ya mwezi wangapi? Before mwezi wa pili kuisha utakuwa umepata kazi. Kwa nikaa nimetuma maombi yangu sehemu nikawa alafu kwa mara ya kwanza nimeona muujiza guys. Yaani naweza kusema mimi kwenye application iwe ni mitihani tumefanya ile ya chuo, ile mitihani ya wizara, mimi huwa nasahaulika. Yaani mitihani yangu kuna namna tu inaweza ikapotea. Lakini kwa mara ya kwanza sehemu ambayo nimeapply kazi, CV yangu peke yangu ndio imeonekana. Yaani peke yangu. Rabazekete mandarabu zria baba. Hey! Yaani ninajikuta nipo kwenye interview. Kwanza nilisali kwamba malaika wa babangu Prophet waambatane na mimi ninapoenda kufanya ile interview. Na kaka Pastor Sam alikuwa ananikumbusha. Kwa hiyo nikasema Mungu ninakuomba, najua mimi nasaulikaga, lakini hebu nikaonekane kwenye ile, nikawe selected, shortlisted kwenye ile. Kwa mara ya kwanza nimekuwa peke yangu. Yaani nimefika pale nauliza watu wale wanaosubiria conduct interview, mbona hamna wenzangu? Au hamna, sio siku kama ndio umekuja wewe, ndio CV yako imeonekana ya kwako peke yako. Time and chance. Oh, Rabazekete mandarabu. Huyo ndo Mungu wetu bwana. Huyo ndo Mungu wetu. Time and chance. Na before hapo nilikuwa nimemfuata Prophet hapa, nikamwambia niombe kwamba Alhamis nitaenda kufanya interview. Akaniambia umeshapata kazi. Yaani na tuko tumesoma neno ambalo hili ndo lile neno ambalo alilisema baba yangu Jesus. I love you so. Kwa hiyo nikasema lazima nitaenda kushuhudia. Yaani lazima nitaenda kuwa ushuhuda baada ya hilo neno. Kwa hiyo nilipofika kule kwenye interview, kiukweli wale watu hata hawakuni interview. Yaani hawakuni interview kabisa. Ni kama waliniambia tunabidi tukupeleke sehemu ambayo ni eneo la kazi, tukuoneshe. Kwa hiyo wakaanza kunipa orientation. You can see, instead ya kunipa interview, kuniuliza maswali, waliniorient kama vile ni mfanyakazi mpya tayari anaanza kazi. Kwa hiyo kwamba hapa itakuwa ni sehemu fulani, hapa ni sehemu ya hivi, hapa ni sehemu sahihi hivi. Kwa hiyo tunaandaa tu mkataba wako then tutakuita kazini. Congratulations. Congratulations. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo hii madhabahu kiukweli imetenda. Yaani Mungu alioniongoza kupita Instagram. Wewe kijana mwenzangu, tembelea page ya Prophet Philbert Christ. Tembelea YouTube, tembelea TikTok, tembelea Instagram uweze kufunguliwa. Utakuja, utashuhudia, utaona matendo makuu kama mimi ambao ninayaona. Na sasa hivi ile roho ya mauti sina. Na nilikuwa nimesahau Emmanuel, baada ya kutoka pale kwenye ibada ya 1 by 1, kesho yake Jumatano, kitu cha kwanza alichoniambia alivyonipigia simu, aliniuliza, "Hey," nikamwambia yes. Umeshaenda ibadani?" Nikamwambia yes, nimeenda ibadani jana. Akaniambia naona Prophet ameshafanya yake. Baada hapo akakata simu. Wewe. Yeah. Akasemaje? Rudia tena. Aliniambia tu hey, nikamwambia hi. Akaniambia umeenda ibadani? Nikamwambia yes, nimeenda jana.
Naona Prophet ameshafanya yake. Nikamwambia Of course. Prophet ameshafanya yake. Wow. Niambia hivyo. Wow. Na baada hapo mawasiliano na yeye kabisa. Akawa hata anatafutiwa la nini. Na hiyo kazi of course ile tangazo la kazi aliniambia yeye. Yaani rafiki ambaye alikuwa ananishirikisha, lakini you can see mimi nikaenda kuwa ya kwangu peke. Yaani yeye ameshatuma ndo akaniambia, lakini mimi nimetuma mwishoni na nikaenda kuonekana ya kwangu peke yangu. Amen. Kwa hiyo ni ushuhuda ambao jamani siwezi kusahau kwenye hii madhabahu na siwezi kuacha kumtumikia Mungu. Yaani kwa sasa kwa kweli I'm single and nina enjoy. Amen. Wow. Mpenzi mtazamaji wa Jane TV, umebarikiwa sana na ushuhuda huu. Wewe binti ambaye unapitia unadhani ya kwamba haiwezekani. Napenda kukwambia tu kwamba babangu Prophet Philbert tu anasema no situation that God cannot change. Babangu ana muda na product. Yeye anataka raw material kama ya dada Aishi. Ambayo inataka kufa, ambayo imedharaulika, ambayo imekata tamaa, ambayo inaonekana haina mbele wala nyuma. Alafu akishachukua hiyo product, hiyo raw material, anaiprocess, anaichakata, then anatengeneza product ambayo kila mtu anaitamani. Twende tukaitazame video hii ambayo dada Aishi alikuwa akitabiliwa madhabahuni hapa Jumanne. Kaitazame alafu tutarejea mahali hapa. Twende kaitazame. Kuna binti uko hapa, una mchumba, si mchumba, rafiki wa kiume. Anaitwa Emmanuel. Naomba simama hapo. Kama binti uko hapa, una rafiki kwa kiume anaitwa Ima. Naomba simame. Ni boyfriend wako au mchumba wako, whatever. Simama haraka. Ni wewe? Rafiki. Rafiki. Anakupenda? Sina uhakika. Alishakwambia anakupenda? Ndio. Ukikumkubalia? Simwamini. Simwamini. Ulimkubalia? Ndio swali langu hilo. Yaani nilikuwa sijakubali lakini nilimwambia simwamini. Ndio kwanza tuelewana. Njoo. Ima ni wa wapi? Yuko hapa Segere. Hapa. Kwa ni wapi? Kigoma. Kigoma. Umeshamkubalia? Hapana. Unadanganya? Umeshamkubalia? Hapana. Umefanyaje? Nimwambia tu simwamini, yani naona kama ana masiala kwa sababu nilivyomwambia kwamba anakuja kanisani kwa ananiambia nisiende. Alikwambia lini anakupenda? Aliniambia siku nyingi, akapotea, then juzi tena akaniambia. Alikwambia nakupenda. Una biskuti? Hapana. Unakula biskuti? Wako unakula biskuti? Ndio. Ulikula lini mwisho? 3 jana. Jana. Ulikula biskuti jana. Ima alikupigia jana simu? Mlionana? Na biskuti juu? Ilikuwa kama cake. Si ndio? Na Ima? Mkao mnakula? Alinipa. Professor Imano. Sema yote baba. Usimbakishe. That don't come to Philbert. Kama mpende Yesu hapo zuka. Amen. Kama mpende Yesu hapo zifanyaje? Yaani ukiona mtu anakaa kwenye kanisa kama hili, huyo kabisa ameokoka 100%. Na anaokoka mbinguni. Yaani ukiona mtu anakaa kanisani hapa kama mchungaji Margaret, kama huyu, ujue kwanza makorokoro yote ameyaacha, amesimama yuko pure clean. Ila kama bado una makando kando, hapa kuuzuka. Utakuja kutembea pale ile kanisa silitaki. Sio kama ulitaki, na sasa tukutaki. Sawa Umeelewa Anawapenda wale wanipendao. Na ukimkataa na kukataa, ukimpenda anakupenda. Are you getting? Yes. Kanisa hili ukikaa, Mungu atasema na wewe. Amen. Atasema mambo yako yote. Amen. 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 Anasema na hiyo nuru yang'aa gizani wala giza
na amesema kilichofanyika gizani kitaonekana nuruni. Ukija kwenye nuru cha giza kitaonekana kabisa. Kama unasali kwa mchungaji aoni chochote cha gizani, achana naye. My God. Imeandikwa kilichofanyika gizani kitaonekana nuruni. Hii tujue kuna nuru. Eva, kuna A, B, C. Mungu anakuokoa uache giza. Amen. Amen. Ila kama wewe ni mharibifu, hauhitaji uharibifu usionekane kwako. Kasali kwenye makanisa ambayo ya waharibifu, lakini hapa kuna nuru. Light shine. Yes. Punga mkono wako juu. Ila kama unataka wewe ni wa shetani, utataka mkae gizani. Ila ukija kwenye giza, kwenye nuru, giza kila chochote nuru ikiwaka cha kilichofichika kinaonekana. Yes. Punga mkono wako juu. Kwa hiyo mkala biskuti. Ndio. Wow. Naima. Alinipa keki fulani bakaniambia kula. Kuna kwambiaje? Aliniambia tu kula hapa hiyo keki. Ukala. Wow. Kala keki ya Ima. Ukala keki ya Ima. Ima amekula keki yako. Ya Ima wewe. Alikupea wapi? Yani ile Juma. Alikupea wapi? Alinipea ndio katika nsema ile Jumapili. Alikupea wapi? Alinipea kwake ndani. Ndani. Usira kigugumizi, ungekosea ningekwambia kukupea. Nani nipenda? Kama nipenda pinga mkono. Kama nitukia pia haina shida. Amen. Kuna mtu anasema prophet kwangu huko siji. Nakuja huko nyuma sasa hivi Nakuja nyuma sasa hivi huko Yes. Amen. Kama na mimi nije huko shika mkono. Yes. Amen. Baba Joe, tunakuita huko nyuma. Kuna malaika. Sasa mwanangu, Ima kakuua. You are dying. Ndio maana kwamba sile kanisani, mbona kanisani usiende? You are dying. Shona kwa. Shona kwa. Yaani maisha yako ndio yamesha kwenye keki. Bisa na akili Unafanya kazi? Unafanya biashara? Nilikuwa nafanya kazi lakini sipo tena kazini. Nilikuwa nafanya kazi lakini sipo kazini tena. Upewi? Sipo tena kazini. Wamekufukuza? Pole. Sasa Ima ndio kakumaliza wewe. Mimi sikuwepo. Mungu ajua mpaka keki. Mpaka Ima. Amwamini huyo Yesu. Sasa binti yangu, mimi nakupenda Sawa mwanangu mzuri Mimi nakupenda. Sawa mwanangu. Sasa kila kitu kimeharibika kwako. Yaani umesema mwanangu kuisha habari yako. Amen. Pole. Pole sana. Pole. Pole. Pole sana. Wewe Ima wewe. Wanaume sio watu, nishawaambiaga. Wanaume wote sio watu. Unasikia Wanaume sio watu. Wavulana sio watu. Mme ni mtu. Amen. Pole.
Sasa tunafanyaje? Basi saidia kwa sababu nilipomwambia kwamba kuna kanisa. Tunafanyaje? Basi saidia. Naomba unisaidie. Nikusaidieje? Yaani kashaisha binti yangu. Pole.